90 zimetamatika katika uwanja wa Meja Semuyu. Wekundu wa Msimbazi Simba Sports Club wameibuka na ushindi wa mabao 3-0. Mimi niko na shabiki wa klabu ya soka ya Wekundu wa Msimbazi Simba Sports Club, tunakwenda kuiangazia the way ambavyo amezitazama dakika 90. Ndugu yangu uko poa? Bwana mimi niko poa. Heri kabisa? Heri kabisa. Uzima upo lakini? Yaani wa kutosha. Bwana nianzie hapa kwanza kwa majina yako ndugu yangu. Kwanza nianze kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu, unaona bwana, kumtakia rehema mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alafu vile vile niongee kitu kimoja kwamba nashukuru sana kwa matokeo ya leo. Matokeo ya leo tulikuwa tunasubiri kwa hamu sana, hususan kwa watu wale ambao wamewakamia upande ule kule. Upande ambao wanapigana siku hizi. Maana ule upande siku hizi wanapigana. Upande kumbe wanapigana? Ule upande na kupigana. Au wewe hujasikia kwamba Walter Harrison jana kaminywa? Na nani? Kaminywa na nani, mlinda mlango. Mlinda mlango kaminya Walter Harrison jana. Wengi pale mlinda mlango. Mlinda mlango wewe leo kwamba mlinda mlango ni msheri. Mlango unaelewa. Msheri. Kwanza nataka mpige refa. Ile isiwe hivyo. Baadaye tena huko mbele huko sijui kwa vyumbani sijui kwa wapi sijui mtu kaminywa huko. Yaani mpaka leo kaamka anatembea kama mzee fulani. Lakini kisa mlinda mlango. Bwana tuanzie hapa mwanangu. Ushindi wa magoli 3-0 kwa upande wenu wana Simba, mnaiona ni safari ya namna gani haswa kwenye mbio za ubingwa wa ligi ya NBC Premier League msimu huu? Kwanza hapa navamia kwanza kabila la wenyewe. Wazalamu wanasema dipa dipile dipa mkana kikolile moto kilawa. Yaani kwamba kilichowekwa jikoni au sio bwana kimeiva hata kama hakijachelewa pale jikoni. Kwa hiyo kinachofanyika msimu huu kwa juhudi zetu sisi ubingwa ni tunauona. Ubingwa tunauona kwa sababu kwanza upande wa pili kule yani kuna wachezaji wengi sana sasa hivi wanakula Jangwani wanalala Muhimbili. Wanakula Jangwani wanalala Muhimbili. Wewe elewa hivyo. Au wewe huamini? Wanakula Jangwani wanalala Muhimbili. Wewe unamjua yule mvamani ambao yule kipotabo yule anavaga mawani ambao hivyo kipotabo yule. Juzi alikuwa anaomba msaada kabla ya mechi yao waliocheza jana kwamba bwana kama kuna mshabiki yoyote, mwanachama yoyote, mkeleketwa yoyote wa timu ile au sio bwana, twende akatusaidie. Ninavyosema timu ile tunanielewa, nyuma mwiko. Twende akatusaidie kwa sababu sasa hivi namba 9 wote wanakula Jangwani wanalala Muhimbili. Yaani sasa hivi wamejaa hivi. Wanakula Jangwani wanalala Muhimbili. Kwa hiyo kwa lile lilowakuta sasa hivi lile, kwa sababu lile unajua walikuwa walijui lile. Yaani kuna wachezaji wengi sana wamecheza pale kwa muda mrefu bila kupata injury kubwa wala ndogo. Umeona bwana? Kwa hiyo sasa hivi ndio injury zimeanza kuwatafuna. Na wengine sio injury, wengine fatiki. Wamekutana na fatiki za mchezo sasa hivi. Mbona wale tutawacheka sana sasa hivi? Tutawacheka sana. Bwana wengi wanazungumzia kuhusiana na goli la Selemani Mwalimu, mkwaju wa penalty ambao umefungwa. Wengi wao wanasadiki na kusema ya kwamba dhahiri haikuwa mkwaju wa penalty. Vipi kwa upande wako na maoni yako? Nani Selemani Diego? Lile tuta. Lile tuta. Sasa wewe unakataje tuta kama lile? Yaani ili sasa pale mtu asipate tuta ufanyeje, ni achomwe kisu au anapigwa kabisa ngumi? Lile tuta ndugu yangu. Yaani lile tuta ambalo halina hata utata. Na kama wanabisha basi waende kaangalia review katika VAR. Watashuhudia tu, lile ni tuta. Bila wasiwasi. Mwamuzi alikuwa sahihi kabisa kuimwamua. Alikuwa sahihi. Kwenye kuimwamua. Labda angeamua atunyime. Kwa sababu sisi tushazoea mambo hayo. Umeona bwana? Tungenyimwa sawa, tungesema family lie. Wewe mwenyewe unajua. Sisi tukipata matokeo mabovu tunajua kumlalamikia kwa sababu alichotuahidi hatukioni. Au sio bwana? Tunalalamika na chairman wetu. Si utisikii tunalalamika sana. Ovyo kwa marefa. Sisi tukilalamika refa tunakuwa tunalalamika refa kweli, inakuwa ni masuala ambayo tumefanyiwa ya ajabu. Kwa mfano kama mechi na Mtani. Sisi mara nyingi tunalalamika na chairman wetu. Au sio bwana? Kitu kingine kwamba Simba msimu huu hususan kuanzia dirisha dogo pale. Atafurahi kila mtu. Atafurahi kila mtu. Simba? Atafurahi kila mtu Simba hii ambayo kuanzia dirisha dogo pale. Kwa nini sasa mnasema kila mtu? Kwa sababu kuna vifaa vile vilivyoingia vile katika dirisha dogo. Madini wanayoyatema pale ni ya kufa mtu. Yale madini yao ambayo yanatoka miguuni mwe. Alafu Elim Panzu baada ya kuona tumemuimba sana. Umeona kwamba anachokifanya tumuelewi. Sasa hivi anafanya mazoezi ya peke yake. Kuna time anafanya mazoezi ya peke yake yeye mwenyewe. Yaani ili arudi katika mstari wake yule ambao tunaujua na anaujua yeye mwenyewe. Bwana bila Ino Loemba no problem kwa upande. Yaani safi kabisa. Hivi ndio ukisikia kikosi kipana ndio inakuwa kama vile. Kwani kuna wengine hamna kikosi kipana kiwa kimepanuka mbele, nyuma au kati. Kikosi kipana kinakuwa kama vile. Hamna Innocent Loemba lakini mambo yanafanyika vile ambavyo yanatakiwa. Watu wanapiga boli
unapigwa nyingi, mpira unapigwa mwingi, unajaa kwenye majaba kwenye masado na unamwagika namna hii. Bwana, haishii kukata miguu ya watu, haishii kufyeka miguu ya watu, haishii kukata umeme wa TANESCO. Ndio. Lakini pia vile haishii kuingia ufunguni wa gari na kutafuta spare kuhakikisha ya kwamba gari inawaka. Namna hiyo. Si mwingine namzungumzia nani hapo? Hapo mimi nafikiri kama unamzungumzia mkoba. Nachofikiria mimi kama unamzungumzia mkoba, lakini Yusuf Ali Kagoma. Bwana, leo amefunga miongoni mwa mabao kali kweli kweli, ni pamoja na la Yusuf Kagoma. Mnasemaje mwanangu? Fantastic. Mkataba wa miaka 2 ameongezewa, lakini anazidi kuipambania Simba na anazidi kuiwakilisha vyema nembo ya Simba Sports Club. Afu tunavyomzungumzia Kagoma, tunamzungumzia mtu mmoja ambaye katika usajili wake kama utakumbuka, kuna watu walikuwa wanadai hela. Sisi huyu sio amekula hela zetu nyingi sana sio nini? Afu ile hela wakapewa vile vile. Lakini bado akawa naimba huyu sisi mchezaji wetu sio nini. Sasa sijui alikuwa anataka nini. Yule mtu sio mtu wa kumzungumzia kirahisi rahisi. Yule mtu sio mtu wa kumzungumzia kirahisi rahisi. Kweli? Wewe umeona kwanza kapiga mgoli, afu kalala pale pale kwanza. Anasikilizia afu wenzao wakaja wakambamiza. Umeona bwana? Alipoamka pale baadaye ndo anaenda kushangilia kule pembeni. Yule sio mtu mzuri. Hii Simba tutamfaidi sana kama Mungu ataendelea kumjalia uhai na afya njema, tunaye sana yule. Na atawapa shida sana. Hususan wale ambao wamemuita Kobisi golikipa wetu. Maana jana sijui nafikiri kuna ameitwa Kobisi. Kipotabo yule mvamani ambao yule kamuita Kobisi golikipa wetu. Yule Kipotabo yule mvamani ambao kamuita Kobisi golikipa wetu. Sasa lile goli la jana lile goli la jana kakosea kwa sababu lile goli la jana lile la juzi lile la Pamba si umeona mwenyewe lile. Kama ni Kobisi basi na wanyuma mwiko naye Kobisi. Alafu yule ni zaidi ya Kobisi kwa sababu yani yule ni Kobisi komando yoso. Kwa sababu hata ugomvi anaweza. Yupi huyo? Yule anaweza hata kuwa panya lodi yani. Yule? Anaweza kuwa hata panya lodi. Mlinda mlango? Mlinda mlango wa nyuma mwiko? Anaweza kuwa hata panya lodi. Anaitwa nani? Mimi nakwambia mlinda mlango wa nyuma mwiko. Anaweza kuwa hata panya lodi. Anaitwa Kobisi? Kobisi komando yoso. Yaani yule ataitwa Kobisi komando yoso. Kwa sababu vitu vyote anavifanya. Kama ni uzembe au sema kama ni uzembe kaufanya jana. Sawa? Si ndo Kobisi ukiwa mzembe si ndo Kobisi? Kobisi. Au sasa bwana, hii komando yoso linakuja kwa sababu ya ubabe aliofanya. Kamkosa refa akaenda kumchubua nani huko Walter Harrison. Kwa hiyo bwana kazi wanayo sana. Bwana, vipi sasa kwenye kuhusiana na mbio za ubingwa msimu huu? Mbio za ubingwa, yani mbio za ubingwa ndo kama unavyoona. Au sasa bwana, sio kama unavyosikia, kama unavyoona. Na sababu inayonipa mimi jeuri, nimekwambia kabisa kwamba vile vifaa vilivyoingia dirisha dogo. Sawa. Lakini sababu nyingine, wachezaji wao ambao wanakula Jangwani wana alama mbili. Wapo wengi sasa hivi kaka. Yaani sasa hivi mpaka inafikia stage Kipotabo mvamani ambao anaenda kuomba mashabiki na wanachama na wakeleketwa kama yupo ambaye anaweza kucheza namba 9 akacheze, basi ujua limefika hapa. Yaani wanatamani waliteme kudadadeki. Kama unavyojua lile mawani ambao namhurumia sana sasa hivi. Watapoteana sana. Namhurumia sana. Mimi namhurumia sana yule mvamani ambao. Kwa sababu juzi tu ametoka kucharuliana na Manara. Alafu leo hii anaanza mara Kobisi mara sijui nini. Mediali leo umemwona pale jukwani. Kaonyesha. Piu. Anaoneshaje? Piu. Yaani sio mnapiga kelele watu wanakata mdomo. Wanayo kazi kabisa. Wana kazi ndefu. Neno moja kwa mashabiki wa Simba unawaambia nini? Neno moja kwa mashabiki wa Simba nawaambia sasa hivi tuungane sana kuisherehekea timu yetu, kuishabikia timu yetu. Kuishangilia ikiwezekana kile inapokwenda au sio bwana? Na pengine hata msaada wote ambao watakuwa wanahitaji, sisi tuwe mbele vile vile kuisaidia Simba yetu. Tuwe pamoja sasa hivi. Shukrani sana. Asante sana.